Jambo na habari za jioni wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Kivu News Info, na karibu tena katika matangazo yetu ya jioni ya leo. Ni matumaini yetu kwa mmekuwa na siku njema popote pale mnapoendelea kutufuatilia ndani na nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na katika matangazo yetu ya jioni ya leo tutakuletea mkusanyiko wa habari muhimu zinazogusa usalama, siasa, afya pamoja na hali ya maisha ya wananchi katika maeneo mbalimbali ya mashariki mwa nchi. Na vile vile tutaangazia hali ya usalama na mapigano yanaendelea katika maeneo ya Haut Plateau. Mashambulizi mapya yanahusishwa na waasi wa ADF huko Ituri pamoja na taarifa kuhusu mlipuko wa Ebola unaendelea kuleta wasiwasi mkubwa nchini. Pia tutakuwa na taarifa kuhusu hali ya usalama katika Ruchuru, hatua zinazochukuliwa na Marekani kuhusu utoaji wa visa kutokana na Ebola pamoja na habari nyingine muhimu zaidi. Hii ni Kivu News Info na mimi ni Teloje Longa. Basi karibu tuanze taarifa kamili ya habari ya jioni ya leo. Skrini zetu zinaweza kuunganisha au kugawa. Leo hii taarifa nyingi husambaa bila kuthibitishwa kwenye mitandao ya kijamii. Uvumi, habari za uongo na maneno ya chuki vinaharibu uaminifu na kudhoofisha jamii zetu. Kabla ya kushiriki, jiulize swali rahisi: je, taarifa hii ni ya ukweli? Tuthibitishe vyanzo, tukatae upotoshaji, tuseme hapana kwa taarifa za uongo. Skrini zetu zinapaswa kuwa madaraja na si silaha. Kivu News Info inakuita kuwa na uwajibikaji wa kidijitali. Pamoja tuchague umoja, ukweli na amani. Ujumbe huu umetolewa na kuzenishwa na Wizara ya Ulaya ya Mambo ya Nje kwa kushirikiana na Search for Common Grounds. Mapigano yanaendelea kushika kasi katika maeneo ya Plateau ya Fizi mkoani Kivu Kusini, ambako tangu majira saa 12 asubuhi ya leo Jumatano tarehe 12 Mei, Rwanda pamoja na muungano wa M23 Rwanda wanadaiwa kuendesha mashambulizi ya anga kwa kutumia ndege zisizo na rubani drone zidi ya maeneo mbalimbali ya raia. Kwa mujibu wa taarifa kutoka vyanzo vya ndani vya eneo hilo, mashambulizi bado yalikuwa yakiendelea hadi majira saa 4 na dakika 50 za asubuhi, huku ndege zisizo na rubani za kijeshi zikionekana kuruka katika anga ya Plateau ya Fizi na kusababisha hofu kubwa miongoni mwa wananchi. Taarifa hizo zinaeleza kuwa mabomu yalikuwa yakidondoshwa na drone hizo lilenga zaidi ya maeneo ya raia pamoja na miundombinu ya kijamii ikiwemo hospitali, shule, jambo ambalo linaendelea kuzua wasiwasi mkubwa kuhusu hali ya binadamu katika eneo hilo ambalo tayari limekuwa limeathiriwa vibaya na vita vya muda mrefu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Miongoni mwa maeneo yaliyoathiriwa zaidi ni pamoja na mji wa Mikenge ndani ya sekta Itombwe, ambako hospitali kuu ya rufaa Itombwe ilishambuliwa tena kwa mabomu ya drone licha kuwa tayari ilikuwa ikiharibiwa na kuporwa katika mashambulizi ya nyuma iliyohusishwa na waasi hao. Vyanzo vya ndani vinaeleza kuwa hospitali hiyo ilikuwa tayari inakabiliwa na ukosefu mkubwa wa dawa pamoja na vifaa vya matibabu kutokana na hali ya usalama kuzorota katika eneo hilo. Mashambulizi yao mapya sasa yameweka maisha mamia ya wakazi wa Mikenge katika hali mbaya zaidi, hasa wagonjwa, wanawake wajawazito na watoto wanaotegemea huduma za hospitali hiyo. Mbali na hospitali hiyo, taarifa kutoka kwa mashuhuda zinaonyesha kuwa nyumba kadhaa za wananchi zimeharibiwa, huku baadhi ya raia wakijeruhiwa katika mashambulizi hayo ya anga. Hata hivyo, hadi sasa kuna idadi rasmi ya waliouawa au kujeruhiwa ambayo imetolewa na mamlaka za ndani. Mashirika ya kiraia pamoja na viongozi wa jamii katika Plateau ya Fizi waendelea kulaani mashambulizi wakisema kuwa yanaonyesha wazi nia kuendelea kuvuruga juhudi za amani pamoja na makubaliano ya Washington yaliyokuwa yakilenga kusimamisha mapigano kati ya pande zote zinazohusika katika vita vya mashariki mwa Kongo. Kwa mujibu wa baadhi ya wachambuzi wa hali ya usalama katika eneo hilo, mashambulizi ya miundombinu ya afya na elimu yanaweza kuongeza idadi ya mateso ya wananchi ambao tayari wamekosa huduma muhimu kutokana na vita vinavyoendelea. Wakati huo, jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC limetangaza mafanikio katika operesheni zake dhidi ya waasi hao baada ya kudai kuharibu drone 3 za uasi wa FDLR pamoja na AFC/M23. Drone zilikuwa zikitumika kushambulia raia pamoja na nafasi za jeshi la Kongo katika eneo hilo la Haut Plateau ya Fizi. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, drone hizo ziligunduliwa siku ya Jumanne wakati zilipokuwa zikielekea kutekeleza mashambulizi mapya dhidi ya maeneo yalikuwa yakidhibitiwa na FARDC. Wananchi wa maeneo ya
Plateau wanaendelea kuishi katika hali ya taruki, huku wengi wakianza kuyakimbia makazi yao kwa hofu ya mashambulizi mengine anga ambayo yanaendelea kushuhudiwa karibu kila siku katika eneo hilo. Hadi sasa serikali ya Rwanda pamoja na viongozi wa M23 Twirwaneho bado hawajatoa tamko rasmi kuhusu madai hayo ya mashambulizi dhidi ya raia wa miundombinu ya kijamii katika eneo hilo la Plateau ya Fizi. Watu wasiopungua 9 wameuawa katika shambulio jipya lililofanywa na waasi wa ADF katika usiku wa kuamkia leo Jumatano tarehe 12 Mei katika kijiji cha Lima kilichopo ndani ya sheferia Babila Babombi eneo la Mombasa mkoani Turi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali vilivyozungumza na wenzetu eneo hilo, mbali na mauaji hayo, watu wengine kadhaa walitekwa nyara na waasi hao, huko nyumba nyingi zikichoma moto pamoja na maduka kuporwa kabla ya kuteketezwa kabisa. Mashambulizi hayo yamezua hali kubwa ya hofu miongoni mwa wakazi wa eneo hilo, na leo Jumatano viongozi wa mashirika ya kiraia katika wilaya Mombasa wameeleza kuwa hali ya usalama inaendelea kuwa mbaya zaidi na inaweza kusababisha janga kubwa la kibinadamu ikiwa hatua za haraka zitachukuliwa na mamlaka husika. Mratibu wa mashirika ya kiraia katika Mombasa, Mgeni Yuma Imurani, amesema kwa wananchi wengi wameendelea kukimbia vijiji vyao kila siku kwa hofu ya kushambuliwa na waasi hao wa ADF. Amesema kwa familia nyingi sasa zimehamia katika maeneo wanaoamini kuwa salama zaidi, huku shughuli za kiuchumi zikianza kusimama katika baadhi ya maeneo kutokana na hali ya ukosefu wa usalama. Kwa mujibu wake, wananchi wanaishi katika hofu kubwa kwa kiasi kwamba wengi wao hawezi tena kuendelea na maisha yao ya kawaida. Na hali hiyo imeendelea kuwa mbaya zaidi baada ya milio ya risasi kusikika tena leo asubuhi katika maeneo ya Biakato na viunga vyake, jambo ambalo limeongeza taruki miongoni mwa wakazi wa eneo hilo. Kwa mujibu wa Maramsi Malikidogo, mmoja wa viongozi wa mashirika ya kiraia katika antene ya Babila Babombi huko Biakato, wananchi wengi sasa hawawezi tena kulala kwa amani kutokana na hofu ya mashambulizi ya mara kwa mara. Ameeleza kwa kila sauti ya risasi inayosikika wafanya wananchi kuamini kuwa mashambulizi mapya yameanza. Harakati za usafiri katika barabara ya Mukumu Biakato hadi Lwemba zinaendelea kuzofika kwani madereva wengi wanaogopa kuvamiwa na waasi hao njiani. Mashambulizi yanaendelea kufanywa na ADF katika eneo hilo pia yameanza kusababisha wananchi wengi kukimbia vijiji vyao, huku biashara nyingi zikifungwa na shughuli za kilimo kupungua kwa kiasi kikubwa katika eneo hilo la msitu wa Mombasa. Marie Noel Anotane, ambaye naibu mratibu wa mashirika ya kiraia katika Mombasa, ameonyesha kuwa hatua za haraka hazitachukuliwa ili kurejesha usalama wa kudumu katika eneo hilo, basi ile wakimbizi wa ndani itaongezeka zaidi pamoja na hatari ya kutokea kwa uhaba mkubwa wa chakula katika vijiji kadhaa. Kutokana na hiyo, sauti mbalimbali zinaendelea kusikika zikitaka kuimarishwa mara moja kwa operesheni za kijeshi dhidi ya waasi wa ADF pamoja na kuongezwa kwa idadi ya wanajeshi wa FARDC katika maeneo yaliyokabiliwa zaidi na mashambulizi. Wananchi pia wanataka vikosi vya usalama viwepo kwa kudumu katika vijiji hivyo vilivyo hatarini kuzuia mashambulizi mapya dhidi ya raia wasiokuwa na hatia. Shambulio jipya linatokea wakati ambako eneo hilo bado linaendelea kuwa katika majonzi kufuatia mauaji mengine yaliyotokea katika eneo hilo la machimbo ya madini mashariki mwa Biakato ambako zaidi ya raia 23 waliuawa kati ya tarehe 16 hadi tarehe 18 Mei mwaka huu. Hadi sasa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bado hajatoa taarifa rasmi kuhusu mashambulizi yao mapya, huku wananchi wakiendelea kuishi katika mazingira ya hofu na sitofahamu kuhusu usalama wao wa kila siku. Mvutano endelea kuongezeka katika eneo la Ruchuru mkoani Kivu Kaskazini baada ya taarifa kuibuka zikidai kuwa wanajeshi watatu wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC waliokuwa wamekamatwa na waasi wa M23 tangu kuanguka kwa mji wa Goma mwezi Januari mwaka 2025 wameuawa kikatili katika kijiji cha Giseguro ndani ya grumenti ya Binza. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani vilivyozungumza na wakazi wa eneo hilo, tukio lilitokea siku ya Ijumaa tarehe 15 Mei ambako wanajeshi walidaiwa kunyongwa bila kufikishwa mbele ya mahakama wala kufuata taratibu za kisheria za kimataifa zinazolinda wafungwa wa vita. Taarifa zinaeleza kuwa wanajeshi hao walikuwa wamekataa kujiunga na waasi wa M23 pamoja na kukataa kuunga mkono kile kilichoelezwa kuwa mradi wa kiuhalifu wala kwa kundi hilo linalodaiwa kuungwa mkono na Rwanda. Wanajeshi waliouawa wametambuliwa kama ni Luteni Kanali ya Cedric Ngai John, Suletna Akiakwa pamoja na Sanjeti Ilunga. Kwa mujibu wa ushuhuda mbalimbali wa eneo hilo, amri ya kuwaua wanajeshi hao ilitolewa na kanali wa M23 anajulikana kwa jina la Eustache Ndazibonde ambaye anatajwa kuwa kamanda wa miili wa Binza, Kiseguru hadi Nyamilima. Vyanzo hivyo vinaongeza kuwa kabla kuwaua kwao, wanajeshi hao walitumiwa kusaidia kutoroshwa kwa baadhi ya wanajeshi wa wenzao FARDC waliokuwa wakishikiliwa na waasi katika eneo hilo la Ruchuru. Baada ya tuhuma hizo, wanajeshi hao walidaiwa kuwaua papo hapo
bila kesi wala uchunguzi wowote, jambo ambalo limeendelea kuzua hasira na huzuni kubwa miongoni mwa wakazi wa eneo hilo pamoja na familia za wanajeshi wa FARDC. Mashirika mbalimbali ya kutetea haki za binadamu pamoja na baadhi ya viongozi wa jamii wanaeleza kuwa tukio hilo ni kiukwaji mkubwa wa sheria za kimataifa na za binadamu pamoja na mikataba inayolinda wafungwa wa vita wakati wa migogoro ya silaha. Kwa mujibu wa sheria za kimataifa, wafungwa wa vita wanapaswa kulindwa dhidi ya mateso, mauaji ya kiolela na adhabu yoyote isiyofuata taratibu za kisheria. Wakazi wa Gomenti ya Binza pia wameendelea kutoa ushuhuda mzito dhidi ya baadhi ya viongozi wa M23 wanaendesha operesheni katika eneo hilo. Jina la Kanali Eustache Ndazibonde pamoja na kapteni mmoja anayejulikana kwa jina la Eric limetajwa mara kadhaa na wananchi katika madai mbalimbali ya kiukwaji mkubwa wa haki za binadamu. Kwa mujibu wa wakazi hao, viongozi hao wa waasi wamekuwa wakihusishwa na vitendo vya mauaji, mateso, vitisho dhidi ya raia pamoja na ukandamizaji katika maeneo tofauti ya Ruchuru na sehemu nyingine walizowahi kupelekwa hapo awali. Aliyoendelea kuongeza hofu miongoni mwa wananchi wanaoishi katika maeneo yaliyodhibitiwa na waasi wa M23, huku wengi wakisema kuwa maisha yao yako katika hatari ya kudumu kutokana na ukosefu wa usalama na kiukwaji wa haki za msingi za binadamu. Wachambuzi wa masuala ya usalama katika mashariki mwa Kongo wanaonya kuwa matukio kama haya yameweza kuendelea kuharibu juhudi za amani zinazofanywa katika ngazi za kikanda na kimataifa ili kurejesha utulivu katika maeneo yaliyokumbwa na vita. Hadi sasa waasi wa M23 hawajatoa tamko rasmi kuhusu madai yao ya kuuawa wanajeshi wa FARDC, huku serikali ya Kinshasa ikiendelea kuishtumu Rwanda kwa kuunga mkono kundi hilo la waasi, jambo ambalo Kigali imekuwa likiendelea kulikana mara kwa mara. Tukio linakuja wakati ambako kipindi ambacho hali ya usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kuwa tete, huku mapigano, mashambulizi dhidi ya raia pamoja na kiukwaji wa haki za binadamu vikiendelea kuripotiwa katika maeneo mbalimbali ya Kivu Kaskazini, Kusini na Ituri. Hali ya usalama katika mkoa Ituri inaendelea kufuatiliwa kwa karibu baada ya mtu mmoja anashukiwa kuwa kiongozi wa kundi la ADF kukamatwa asubuhi ya leo Jumatano tarehe 20 Mei katika eneo la Mahagi kaskazini mwa mkoa huo alipokuwa akijaribu kuelekea mjini Bunia. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani vyozungumza na vyombo vya habari vya ndani, mtu huyo anadaiwa kuwa raia wa Kenya na anahusishwa na shughuli za kundi la ADF ambalo limekuwa likihusishwa na mashambulizi mengi dhidi ya raia katika maeneo ya Ituri pamoja na Kivu Kaskazini. Taarifa zinaeleza kuwa mshukiwa huyo alitambuliwa na madereva wa magari ya usafiri waliokuwa katika eneo hilo baada ya kuona picha yake iliyokuwa ikisambazwa ikimwonyesha akiwa ndani ya msitu wa Kongo pamoja na bendera inayodaiwa kuhusishwa na kundi la Islamic State. Kwa mujibu wa mashuhuda, baada ya kutambuliwa, wananchi pamoja na baadhi ya madereva walijulisha mara moja maafisa wa usalama waliokuwa karibu kabla mshukiwa huyo kukamatwa na kudhibitiwa na mamlaka husika kwa ajili ya uchunguzi zaidi. Vyanzo vya usalama vinaeleza kuwa uchunguzi umeanzishwa ili kubaini utambulisho wake halisi pamoja na nafasi aliyokuwa nao ndani ya mtandao wa ADF unaendelea kufanya mashambulizi katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kukamatwa kwa mshtukiwa huo kunakuja wakati ambako operesheni za kijeshi dhidi ya waasi wa ADF zinaendelea kuimarishwa katika maeneo mbalimbali ya Ituri na Kivu Kaskazini kufuatia kuongezeka kwa mashambulizi dhidi ya wananchi. Kwa miaka hivi karibuni kundi la ADF limeendelea kulaumiwa kwa mauaji ya mamia raia, utekaji nyara, uchomaji wa vijiji pamoja na mashambulizi dhidi ya miundombinu ya kijamii katika mashariki mwa nchi. Wananchi wa Mahagi wameeleza matumaini yao kuwa kukamatwa kwa mshukiwa huo kunaweza kusaidia vyombo vya usalama kupata taarifa muhimu kuhusu namna kundi hilo na kuendesha shughuli zake pamoja na mitandao yake ya usafirishaji wapiganaji ndani ya eneo hilo la maziwa makuu. Hadi sasa mamlaka za kijeshi na serikali ya mkoa Ituri bado hajatoa taarifa rasmi kuhusu kukamatwa kwa mtu huyo anayehusishwa kwa kiongozi wa ADF. Wakati huo wakazi wa Bunia pamoja na maeneo ya jirani endelea kuomba kuimarishwa kwa usalama, huku hofu ikiendelea kutawala kutokana na mashambulizi ya mara kwa mara ya makundi yenye silaha katika eneo hilo la mashariki mwa nchi. Waziri wa afya wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Roger Kamba amekosoa vikali hatua zilizochukuliwa na Rwanda pamoja na Marekani kufuatia mlipuko wa ugonjwa wa 17 wa Ebola unaendelea kusambaa katika baadhi ya maeneo ya nchi, hasa katika mkoa wa Ituri. Akizungumza siku ya jana Jumanne tarehe 19 Mei wakati wa mkutano wa waandishi wa habari kuhusu hali ya ugonjwa huo nchini, Roger Kamba amesema kwa kufungwa kwa muda wa mpaka wa Rwanda pamoja na hatua za Marekani za kuimarisha vizuizi vya kiafya si suluhisho sahihi kwa mujibu wa kanuni za kimataifa za afya. Kwa mujibu wa waziri huyo wa afya, sheria za kimataifa kuhusu udhibiti wa magonjwa wa mlipuko zinaeleza wazi kuwa nchi hazipaswi kufunga mipaka
mipaka wakati mlipuko wa ugonjwa, basi zinapaswa kuweka hatua za uangalizi wa afya ili kuruhusu watu na bidhaa kuendelea kusafiri kwa usalama. Roger Kamba amesema kwa serikali ya Kigali haikuwa na haki ya kufunga mpaka yake kutokana na mlipuko wa Ebola, akisisitiza kuwa kanuni za kimataifa za afya zinataka uhuru wa usafirishaji wa watu pamoja na bidhaa uendelee hata wakati wa janga la kiafya. Mradi hatua za kinga na uchunguzi wa kiafya ziwekwe katika maeneo ya mipakani. Waziri huyo pia alizungumzia hatua zinazochukuliwa na Marekani za kuimarisha ukaguzi wa kiafya pamoja na kuzuia utoaji wa visa kwa baadhi ya wageni wanaotembelea maeneo yaliyoathiriwa na Ebola, ikiwemo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wake, hatua zinapaswa kuzingatia uzaidi usimamizi wa afya ya umma kuliko kufunga mipaka au kuweka vizuizi vinavyoweza kuathiri uchumi pamoja na harakati za wananchi. Wakati huo hali ya ugonjwa wa Ebola inaendelea kuwatia hofu wananchi wa Ituri baada ya division ya afya ya mkoa huo kutoa takwimu mpya kuhusu kuenea kwa ugonjwa huo. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa siku ya Jumatatu tarehe 18 Mei, mkoa wa Ituri tayari umefikisha jumla ya visa 513 vinashukiwa kuwa na Ebola pamoja na vifo 131 yanayoshukiwa kuhusiana na ugonjwa huo katika maeneo mbalimbali yaliyoathirika. Maafisa wa afya pia wamethibitisha kuwa hadi sasa visa 13 tayari vimethibitishwa mahabari kuwa ni Ebola, huku watu 541 waliokutana na wagonjwa hao wakaendelea kufuatiliwa kwa karibu na timu za afya ili kuzuia kusambaa zaidi kwa virusi hivyo hatari. Wataalamu wa afya wanaeleza kuwa changamoto kubwa inayokabili ulimwengu kwa sasa ni ukosefu wa chanzo pamoja na dawa maalum dhidi ya aina hiyo ya budibongyo ya virusi vya Ebola ambayo ndiyo inasababisha mlipuko huo mpya nchini Kongo. Kutokana na hiyo, jumuiya ya kimataifa na kisiasa imeanza harakati za dharura za kutafuta chanzo kinachoweza kusaidia kudhibiti ugonjwa huo. Mkurugenzi mkuu wa Afrika CDC Jean Kaseya ametangaza kuwa wataalamu wa afya watafanya kazi kwa haraka chanzo 3 tofauti zinazoweza kusaidia kukabiliana na aina hiyo ya Ebola. Chanzo cha kwanza ni chanzo ya kiteknolojia RNA messenger sawa na ile iliyotumika wakati wa janga la COVID-19 ambayo inalenga moja kwa moja aina bundibongyo na inaweza kupatikana ndani ya kipindi cha takribani miezi 3. Chanzo ya pili ni cha Oxford iliyotengenezwa huko na University of Oxford ambako wataalamu walijaribu kuhakikisha uzalishaji wake. Chanzo cha tatu kinajulikana kama VCV BDBV. Kwa sasa bado iko katika hatua za kitaaluma ndani ya University hiyo ya Texas, lakini inatarajiwa kuhamasishwa katika mfumo wa uzalishaji wa viwango vya kimataifa ili iweze kutumika kwa kiwango kikubwa. Huku juhudi hizo zikiendelea, mamlaka za afya nchini Kongo zinaendelea kuhimiza wananchi kutafuta hatua za kinga dhidi ya Ebola, ikiwemo kunawa mikono mara kwa mara, kuepuka kugusa wagonjwa bila kinga, pamoja na kutoa taarifa haraka kwa wahudumu wa afya pale dalili za ugonjwa zinapoonekana. Na ni kufikia hapo ndipo tunahitimisha matangazo yetu ya jioni ya leo kupitia Kivu News Info, ikiwa tarehe 12 Mei mwaka 2026. Namba kusikiliza ni Kivu News Info, ambapo kila siku tunaendelea kuletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na basi kama ndio ulikuwa mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube, basi kabla ya kuondoka ningekuomba na kusiku kitu kimoja, hakikisha umesubscribe, kulike, comment na kushare, na kwa lugha nyingine unasema kujabone kweme vile na kupartager kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama tayari utakuwa umeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Ni na mazungumzo kila siku tunashatuletea habari sasa zenye kuaminika tena kwa muda mwafaka. Hiyo basi unaendelea kutuandikia na ukatujuza unatusikiliza kwa sehemu gani, na uende ukatuambia maoni yako aiza mapendekezo yako. Langu jina mimi ni Teloje Longa, sina la ziada ila tu acha niendelee kutoa shukrani zangu za dhati kwamba ulikuwa na sisi mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu hii ya jioni ya leo. Basi ni kwa hadi tena tutaonana asubuhi kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Bye bye na chao, baki salama na usiku mwema. Skrini zetu zinaweza kuunganisha au kugawa. Leo hii taarifa nyingi husambaa bila kuthibitishwa kwenye mitandao ya kijamii. Uvumi, habari za uongo na maneno ya chuki vinaharibu uaminifu na kudhoofisha jamii zetu. Kabla ya kushiriki, jiulize swali rahisi: je, taarifa hii ni ya ukweli? Tuthibitishe vyanzo, tukatae upotoshaji, tuseme hapana kwa taarifa za uongo. Skrini zetu zinapaswa kuwa madaraja na si silaha. Kivu News Info inakuita kuwa na uwajibikaji wa kidijitali. Pamoja tuchague umoja, ukweli na amani.
Ujumbe huu umetolewa na kuzenishwa na Wizara ya Ulaya ya Mambo ya Nje kwa kushirikiana na Search for Common Grounds. Audio Jungle.